Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mashambulizi ya jeshi la Israel IDF katika eneo la ukanda wa Gaza yameendelea katika siku ya kwanza ya sikukuu ya Eid na siku ya pili na kusababisha vifo vya takriban Wapalestina 64 wakiwemo watoto. Wakati IDF ikitekeleza mashambulizi hayo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kuwa hatakuwa na nia ya kupunguza mashambulizi dhidi ya Hamas wakati mazungumzo mapya ya kusitisha mapigano hayo yakiendelea nchini Misri. Mashambulizi kadhaa ya anga katika saa za asubuhi za Jumapili na Jumatatu yamelenga mahema na nyumba, huku Wapalestina wakisherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr inayoadhimishwa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Shirika la Msalaba Mwekundu limeieleza Al Jazeera kuwa takriban watu 64 wameuawa katika miji ya kusini mwa Gaza ya Rafah na Khan Yunis nchini humo. Mauaji hayo yanatokea wakati shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina PRCS likipata miili ya wahudumu takriban 15 wa afya waliouawa kwenye mashambulizi makali ya Israel huko Rafah wiki iliyopita. Kitengo cha uthibitishaji wa habari cha Al Jazeera Sanad kimepata picha za satellite zinazoonyesha kuwa takriban magari 5 ya uokoaji yaliharibiwa vibaya na jeshi la Israel katika mashambulizi hayo. Na nukuu, "Hili ni janga si kwetu tu, bali pia kwa kazi za kibinadamu na ubinadamu," PRCS imesema katika taarifa yake, ikiongeza kuwa kushambuliwa kwa wahudumu wa afya na jeshi la Israel hakuwezi kuchukuliwa kawaida isipokuwa ni uhalifu wa kivita. Katikati ya machafuko hayo, hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza nchini Palestina inazidi kuzorota, kwani Israel imesitisha usambazaji wa misaada ya kibinadamu tangu mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Na nukuu, "Wapalestina wanapaswa kuvunja swahumu yao kwa mlo mzuri kwa ajili ya Eid, lakini leo kwa maana ya siku ya jana hawawezi hata kupata mlo mmoja, ile hali ni mbaya sana eneo la Gaza," alisema mwandishi wa Al Jazeera Hind Hudari akiripoti kutokea Deir el-Balah. Chakula katika ukanda wa Gaza ni adimu na ghali sana, huku wazazi wakisema kuwa kulisha familia zao ni kazi isiyowezekana, Hudari amesema, mwisho wa kunukuu. Wakati huo, matumaini ya mafanikio katika mazungumzo ya kusitisha mapigano hayo yanazidi kufifia kwa pande zote mbili. Jumapili, Netanyahu alisisitiza tena madai yake kwamba Hamas iweke silaha chini na viongozi wake waondoke eneo la Gaza, huku akiahidi kuwa kuongeza shinikizo kwa kundi hilo ili kuachilia mateka 59 waliobaki, ambapo 35 wanahofiwa kuwa huenda wamekufa. Hiyo ni sehemu ya masharti mapya yaliyowekwa na Israeli kwa msaada wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo inatarajiwa kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha kwa mapigano hayo kwa hatua ya 3 yaliyosainiwa Januari mwaka huu. Kwa mujibu wa makubaliano ya awali, baada ya kundi la kwanza la mateka kuachiliwa wiki hii, pande zote mbili zilipaswa kuingia katika awamu ya pili ya mazungumzo kujadili kumalizika kwa vita, kuachiliwa kwa mateka waliobaki na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israeli kutoka eneo la Gaza. Lakini Israeli inasisitiza kuwa Hamas inapaswa kuachilia mateka wote bila Israeli kujitolea kumaliza vita hivyo. Kwa kuwa Hamas inakataa madai hayo mapya, Israeli imeanza tena mashambulizi yake ya anga na kuhamasisha wanajeshi ama kupeleka wanajeshi ndani ya eneo hilo la Gaza. Jumapili, Netanyahu pia alisema Israeli itafanya kazi kutekeleza mpango wa uhamiaji wa hiari wa Trump wa Gaza, na kuongeza kuwa baraza lake la mawaziri limekubaliana kuendelea kuiwekea Hamas shinikizo hata baada ya kundi hilo kusema kuwa limekubali pendekezo jipya la usitishaji wa mapigano kutoka kwa suluhishi wa Misri na Qatar. Ofisa mwandamizi wa Hamas Sami Abu Zuhri amesema kuwa matamshi ya Netanyahu ni mpango wa kuongeza mgogoro bila kikomo katika eneo hilo. Netanyahu amekanusha madai kuwa Israeli haishiriki katika mazungumzo, huku akisema, namnukuu, "Tunaendesha chini ya mashambulizi, kwa hivyo yanakuwa na ufanisi. Tunaona kuwa kuna nyufa ghafla," amesema katika taarifa ya video iliyotolewa leo Jumatatu Machi 31, 2025. Kiongozi wa Hamas huko Gaza, Khalil Al-Aya, amesema kundi hilo limekubali pendekezo ambalo vyanzo vya usalama vilisema kuwa linajumuisha kuachiliwa kwa mateka 5 wa Israeli kila wiki. Lakini alisema kuwa kuweka silaha chini kama Israeli inavyotaka ni kama mtego na swala hilo lisingewezekana, huku akisema kuwa kundi hilo halitoweza kuingia katika mtego huo. Jumuiya ya Msalaba Mwekundu tayari imepata miili ya wahudumu wa afya 8, wafanyakazi wa ulinzi raia 5 na mfanyakazi mmoja wa Umoja wa Mataifa, na wiki moja baada ya magari yao kushambuliwa na Israeli karibu na eneo la Rafah kusini mwa Gaza.
Shirika hilo la kimataifa la Msalaba Mwekundu IFRC limelaani mauaji hayo, likisema tukio hilo linaleta maafa na ni shambulio baya zaidi dhidi ya wafanyakazi wake duniani kote tangu mwaka 2017. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kuwa Wapalestina wasiopungua 50,277 wamethibitishwa kuuawa na wengine 114,095 wamejeruhiwa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza. Hata hivyo, ofisi ya habari ya serikali ya Gaza ilisasisha idadi ya vifo takriban miezi miwili iliyopita na kusema kuwa zaidi ya watu 61,700 wameuawa huku maelfu waliopotea chini ya vifusi wakihofiwa pia kuwa wamefariki. Takribani watu 1139 waliuawa Israeli wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 na zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.